Ndugu washiriki, waalikwa, mabibi na mabwana, katika kipindi ambacho dunia inaingia kwa kasi katika mapinduzi ya 4 ya viwanda, mchango wa elimu ya juu unazidi kuwa muhimu kuliko wakati mwingine wowote. Uchumi wa dunia unabadilika kutokana na kutegemea nguvu kazi za kawaida kwenda katika uchumi unaotegemea maarifa, sayansi na teknolojia pamoja na bunifu mbalimbali. Mabadiliko haya yanatoa wajibu mpya wa taasisi zetu za elimu ya juu kuhakikisha wahitimu wanaotoka vyuoni wana ujuzi unaowezesha kushindana kikanda na kimataifa. Ndugu washiriki, ndugu waalikwa, mabibi na mabwana, ni matarajio ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwamba vyuo vikuu na taasisi za elimu ya juu zitaendelea kufanya mapitio ya mitaala yao ili iendane na mahitaji ya wakati wa sasa. Elimu inayotolewa leo ni lazima izingatie uwezo wa wanafunzi kufikiri kwa kina, kufanya tafiti zilizo bora, kutatua changamoto za maisha zinazowakabili, kufanya kazi kwa ushirikiano na kutumia teknolojia kwa ufanisi. Uhitaji wa wahitimu wanaosubiri ajira, nahitaji wahitimu wanaoweza kubuni ajira zenyewe, kuzalisha biashara zenye tija na kuchangia katika ukuaji wa uchumi wa taifa letu. Ndugu washiriki, Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar itaendelea kuimarisha mazingira yanayowezesha taasisi za elimu ya juu kufanya kazi zao kwa ufanisi. Hata hivyo, mafanikio ya juhudi hizi yanahitaji ushiriki wa wadau wote. Tunahimizana na tunaendelea kuzihimiza taasisi za elimu ya juu kuendelea kujenga ushirikiano na sekta binafsi, taasisi za kiutafiti, mashirika ya kimataifa, vyuo vikuu vingine vya ndani na nje ili kuongeza ubora wa elimu na tafiti pamoja na bunifu. Ndugu washiriki, waalikwa, mabibi na mabwana, upande wa Zanzibar, uchumi wa bluu unaendelea kuwa moja ya maeneo ya kimkakati katika safari ya maendeleo ya Zanzibar. Ili uchumi huo uwe na manufaa makubwa kwa wananchi, tunahitaji wataalamu wa kiwango cha juu katika sayansi ya bahari, uvuvi, uhifadhi wa mazingira ya bahari, usafirishaji majini, uchumi wa bahari na teknolojia zinazohusiana na matumizi endelevu ya rasilimali bahari. Haya yote yanategemea uwekezaji katika sekta ya elimu ya juu yenye tafiti zilizo bora. Aidha, sekta ya utalii ambayo ni muhimu kwa uchumi wa Zanzibar inahitaji wataalamu wenye maarifa ya kisasa katika usimamizi wa utalii, masoko ya kimataifa, lugha za kigeni, uhifadhi na urithi wa utamaduni na matumizi ya teknolojia katika utoaji wa huduma. Vyuo vyetu vina nafasi ya kuzalisha wataalamu hao na kuendelea kufanya tafiti zitakazoongeza ushindani wa Zanzibar katika soko la utalii duniani. Ndugu washiriki, waalikwa, mabibi na mabwana, serikali inasisitiza umuhimu wa kuendeleza utamaduni na ubunifu katika taasisi za elimu ya juu. Kwa pamoja tuongeze vituo vya ubunifu, maabara za kisasa, vituo vya ujasiriamali na programu zinazowasaidia wanafunzi kubadilisha mawazo yao kuwa bidhaa, huduma na biashara zinazoweza kuleta ajira na kuongeza pato la taifa. Ndugu washiriki, waalikwa, mabibi na mabwana, wahadhiri na watafiti ni hazina kubwa kwa taifa letu. Jukumu lao halihusiani tu na kufundisha darasani, bali pia kuzalisha maarifa mapya yatakayochangia maendeleo ya Zanzibar na Tanzania kwa ujumla. Kwa mantiki hiyo, naomba wahadhiri waendelee kufanya tafiti zenye ubora, kuchapisha kazi na majarida yenye hadhi ya kimataifa na kushiriki katika mijadala ya kisera ili matokeo ya tafiti zao yaweze kutumika katika kupanga na kutekeleza miradi ya maendeleo. Ndugu washiriki, waalikwa, mabibi na mabwana, wanafunzi ndio sababu ya uwepo wa taasisi hizi za elimu ya juu. Taifa lina matumaini makubwa kwa wanafunzi hao. Watumieni muda wote na muwasihi watumie muda wao
chuoni kujifunza kwa bidii sana, kuzingatia maadili, kujenga nidhamu ya kukuza uwezo na ubunifu wao. Dunia ya leo inathamini zaidi uwezo wa mtu wa kutatua changamoto kuliko idadi ya vyeti alivyonavyo. Wahimizeni wanafunzi wetu wajifunze kutumia teknolojia kwa manufaa na maendeleo, kuanzisha biashara na kufanya tafiti ili kujiongezea maarifa. Na wakumbusheni pia waepuke matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii na teknolojia ambayo yanaweza kupoteza muda na kupunguza ubunifu wao. Badala yake watumie teknolojia kujifunza, kufanya tafiti na kujenga mustakabali wa maisha yao.